Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kwa muda usiojulikana shauri namba 86/06/2025 la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Mashuhuda na mamlaka za Gaza zimeripoti mauaji ya Wapalestina karibu na vituo vya kugawa misaada ya chakula katika wiki za hivi karibuni baada ya Israeli kuanza tena kupeleka misaada mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu. Na katika michezo, baada ya kupoteza mchezo wa jana dhidi ya timu ya Tanzania Prison, timu ya Fountain Gate imeendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo wao mwingine wa playoff dhidi ya Stand United unaotarajiwa kuchezwa Julai 4 mwaka huu katika dimba la CCM Kambarage mkoani Shinyanga. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kwa muda usiojulikana shauri namba 86/06/2025 la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa hakimu mfawidhi Godfrey Muhini ni kwamba ameahirisha shauri hilo kutokana na kuwepo kwa kesi ya mapitio ya shauri hilo la uchochezi katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ambayo inatarajiwa kutolewa uamuzi tarehe 11 Julai 2025. Pita ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani ambayo inapinga vile vile kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali iliwaruhusu, yale maombi ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu, kwa sababu ilisikizwa upande mmoja, yanaonyesha kwamba hapa kuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia kwa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo swala vile liko kwa hakimu au kwa Jaji Elizabeth Mkwizu katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kuwepo kwa mashauri haya mawili, upande wa jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani kwa sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ambao ni maaskari, kwa maana hiyo hawahitaji wa uficho. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tu ni njama au ilikuwa kama ni mpango wa serikali kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi hii. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote, hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili hadi kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya Mahakama Kuu katika mashauri ya mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi ya Mahakama Kuu kutoka kuhusiana na mambo mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule Mahakama Kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao kwa hapa Kisutu imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya Mahakama Kuu kuwa yametoka. Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amesema tangu mamlaka hiyo ianzishwe haijawahi kuvunja rekodi ya kukusanya mapato kama ilivyo kwa mwaka wa fedha uliopita wa 2024-2025, kiwango ambacho hakijawahi kukusanywa. Mwenda ameyasema hayo leo Jumanne jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa ya makusanyo ya mapato kwa mwaka wa fedha 2024-2025, akisema mafanikio hayo yametokana na kuimarika kwa ushirikiano kati ya TRA na wafanyabiashara nchini. Zaidi tumsikilize kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda akizungumza katika hafla hiyo. Katika kipindi cha mwaka sisi watu tunatoa performance ya makusanyo kila robo. Tulikuwa tumebakisha robo moja. Katika robo hii ya mwisho ya 4 ambayo inaanza mwezi Aprili mpaka Juni, TRA ilipaswa ikusanye
trilioni 7 na milioni 900, lakini mpaka jana trilioni 7 na bilioni 840, lakini mpaka jana tuliweza kukusanya trilioni 8 na bilioni 220, ambao ni ufanisi wa 104% na ukuaji wa 15%. Ni kiwango kikubwa sana, kisingefanikiwa bila ya ushirikiano na walipa kodi, kisingefanikiwa bila ya miongozo thabiti inayotoka kwa mkuu wa nchi na viongozi wengine, lakini kisingefikiwa bila ya kazi nzuri ya uweledi na ya kujitoa ya watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hili la kwanza. Lakini la pili, baada ya kukusanya kiasi hicho, tumeweza kutengeneza rekodi ambayo kwa mara ya kwanza toka TRA imeanzishwa mwaka 1997 kwa mara ya kwanza TRA tumeweza kukusanya na kuvuka miezi yote 12 ya mwaka. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Esau Godwin. Katika habari za mataifa mbalimbali tunaanzia huko Bahamas, ambapo inaelezwa kuwa baba mmoja amejirusha baharini kumwokoa binti yake baada ya kuanguka kutoka kwenye ghorofa ya 4 ya meli ya Disney iliyokuwa ikisafiri kutoka Bahamas kuelekea Marekani Jumapili mchana. Walioshuhudia wanasema video zilionyesha abiria wakishangilia huku wawili hao wakivutwa kwenye boti ya uokoaji baada ya kuwa ndani ya maji kwa dakika 10. Msichana huyo alianguka wakati baba yake alipokuwa akimpiga picha karibu na uzio, kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo. King'ora kililia kuashiria kwamba kuna mtu ametumbukia baharini, na wafanyakazi wa uokoaji wakajitokeza kwa haraka. Nahodha alipunguza kasi ya meli na kuigeuza, kisha wakatuma meli nyingine ili kuwachukua, na tukawaona wakimwokoa baba na binti, kwa mujibu wa shuhuda wa tukio hilo. Kwingineko, rais wa zamani wa Liberia William Tolbert anatazamiwa kuzikwa upya siku ya Jumanne, miaka 45 baada ya kuuawa wakati wa mapinduzi, na inaaminika mwili wake ulitupwa kwenye kaburi la halaiki siku 10 baada ya kuuawa kwa rais kufuatia kesi za mahakama ya Kangaroo. 13 wa baraza lake la mawaziri walipoteza nyadhifa zao, wakafungwa kwenye vigingi na kisha kuuawa kwa kupigwa risasi kwenye ufuo karibu na kambi ya jeshi katika mji mkuu Monrovia. Hakuna maiti yoyote kati ya 14 iliyopatikana, lakini kila mmoja anatazamiwa kupata mazishi ya kitaifa katika hafla itakayohudhuriwa na Rais Joseph Boakai na viongozi wengine. Tukio hilo linaonekana kama kitendo cha upatanisho na sehemu ya mchakato wa nchi kukubaliana na hali ya vurugu miaka iliyopita. Esau Godwin, Dream Media habari. Na mtazamaji, huyo ni Esau Godwin katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, baada ya kupoteza mchezo wa jana dhidi ya timu ya Tanzania Prison, timu ya Fountain Gate imeendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo wao mwingine wa playoff dhidi ya Stand United, mchezo unaotarajiwa kuchezwa Julai 4 mwaka huu katika dimba la CCM Kambarage mkoani Shinyanga. Huyu hapa Ramadhani Kasim ana undani wa taarifa hizo. Katika michezo, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imeendelea na maandalizi yake kuelekea mashindano ya mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake kwa maana ya WAFCON 2024, mashindano ambayo yanafanyika mwaka huu 2025 kule nchini Morocco. Kwa timu kadhaa kujumuishwa kwenye mashindano hayo
Timu ya taifa ya Tanzania chini ya kocha Bakari Shime tayari imeingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo hiyo ambayo inataraji kuanza Julai 5 mwaka huu huko nchini Morocco. Na kocha Bakari Shime amesema na matumaini makubwa kutokana na kuwa na kikosi kizuri cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ambacho kimejumuisha nyota kadhaa kutokea ndani ya nchi, lakini pia wale ambao wanacheza soka la kulipwa kwa upande wa wanawake katika mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwemo kule barani Ulaya. Kwingineko, klabu za Fountain Gate na Stand United zinataraji kukutana siku ya Ijumaa Julai 4 mwaka huu katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa playoff kuwania kupanda ligi kuu, lakini mwingine akiwania kusalia kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya Fountain Gate. Katika mchezo wa kwanza utakaopigwa majira saa 10 jioni siku hiyo ya Ijumaa, Stand United watakuwa nyumbani kuwakaribisha Fountain Gate, na mchezo wa mkondo wa pili unataraji kuchezwa Jumanne ya Julai 8 mwaka huu ambapo Fountain Gate watakuwa nyumbani kuwakaribisha Stand United. Katika habari za kimataifa, kubwa zaidi ni kuendelea kwa michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu huko nchini Marekani, ambapo hii leo majira saa 4 usiku katika mchezo wa hatua ya 16 bora utashuhudiwa Real Madrid wakikipiga dhidi ya Juventus kutoka pale nchini Italia. Na tukihitimisha na taarifa za usajili ni kwamba nyota wa klabu ya FC Barcelona ya pale nchini Hispania Ansu Fati hatimaye rasmi amejiunga na klabu ya FC Monaco ya pale nchini Ufaransa kwa mkopo. Ikumbuka kuwa nyota huyu amekuwa si sehemu ya kikosi cha FC Barcelona kwa misimu kadhaa na akitumikia kwa mkopo katika klabu mbalimbali huko barani Ulaya. Na hizo ndizo habari za michezo, na hii ni Dream Media. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kwa muda usiojulikana shauri namba 8606/2025 la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Mashuhuda na mamlaka za Gaza zimeripoti mauaji ya Wapalestina karibu na vituo vya kugawa misaada ya chakula katika wiki za hivi karibuni baada ya Israeli kuanza tena kupeleka misaada mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu. Na katika michezo, baada ya kupoteza mchezo wa jana dhidi ya timu ya Tanzania Prison, timu ya Fountain Gate imeendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo wao mwingine wa playoff dhidi ya Stand United unaotarajiwa kuchezwa Julai 4 mwaka huu katika dimba la CCM Kambarage mkoani Shinyanga. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.